Mtaliona hili jambo la leo kwamba ni dogo, lakini hili jambo la leo ni kubwa sana. Najua maana ya hiki kitu, labda nyie mnaweza mkakichukua kwa udogo. Hiki kitu ni kikubwa sana. Mmanje mpletangwa Ronaldo erevoka huu duevo kiesi kukela wetu. Huyu kijana akiendelea anavyoendelea, na nimemwangalia kwanza mpaka hapa alipofika, ametutoa aibu tayari. Mimi siku ile wakicheza kule Morocco naangalia, na nyinyi mlikuwa mnaangalia huko, nilikuwa nasema namba 8 wa kwangu, niko na wabunge wenzangu, jamani yule namba 8 wa kwangu, yule namba 8 wa kwangu, yule kila mtu anikilango naambia yule ni wa kwangu. Na wakumbuka hawa kwenye hizi ligi, kumbuka akija pale Kiurio na Karamba, si mnatembea Vero Kakweri hapa, huyu haina mafuko nzio kifuma, mheshimiwa tunaomba jezi hapa na harudini kesho, mheshimiwa tunaomba mipira mirai yote hapo. Amejitahidi, lakini nina uhakika hawa vijana wako wengi, wako wengi. Chezeni mpira kipindi hiki cha miaka 5, chezeni niokote mmoja tena. Mimi kwenye jimbo langu la Same Mashariki nina timu 91. Nilipoona huyu amejitokeza anatoka Karamba, nisiwafiche, imenipa nguvu sana. Yaani nimepata nguvu kwamba hawa vijana waanze ligi sasa tena kwa bidii, kwa sababu alipoona anapenda mpira alijituma. Bila hiki kaicha tevenavu michezo vavu wa ligi anakuwa hapati mafunzo vizuri. Mimi nawaomba Karamba, vijana wote mnaocheza mpira, sikilizeni mwenzenu. Msikia mwenyewe huko nyuma alivyohangaika, lakini safari ya sasa ina nafuu kwa sababu hata kosa nauli. Na sisi tungependa tumwone Chole akichezea mataifa makubwa, mwenda kaya Karamba. Milani usitwa teaze, ni usitwa muola. Tunamuombea sana Chole. Wazee wote wa Karamba, mtoto anazaliwa na baba na mama, lakini mwishoni mtoto anakuwa wa jamii. Chole sasa ni wetu sote. Chole unaanza sasa safari ya kutafuta mpira mkubwa. Kutafuta mpira mkubwa kuna taratibu zake. Wasikilize viongozi wako, wasikilize viongozi wako. Sisi utatusikiliza tu, haya kawaida, lakini kuna viongozi wako. Ukiitwa nenda, kiambiwa rudi Karamba rudi. Umetuletea heshima kwenye wilaya, kwenye mkoa, kwenye nchi, kwa sababu ninajua kijana wetu wa Karamba kuna siku atakaa na Mama Samia. Amemletea heshima Mama Samia Suluhu. Pia nashukuru sana kwa sababu sikutegemea kama ningekuja kukutana na kitu kama hichi. Mtu wengi sana nipo na furaha, siwezi kuwalipa. Ila nampongeza sana mbunge wetu hapa kwa support yake. Alinipigia simu akaniambia kijana wangu nakufuatilia, na ile siku za finali alifunga runinga huko nyumbani, watu wote wakaangalia. Siku zile naingia uwanjani nipo na furaha sana, sababu najua ndugu zangu Karamba wananifuatilia na wako na upendo. So nashukuru, na nipo na zawadi hapa kidogo nimemletea, japokuwa najua haitomwenea, ila hata kaa kwake tu sio mbaya. Nilizaliwa hapa, nikafanya mazoezi hapo juu, ila ni mtu ambaye kabla sana kucheza mpira. Na malezi yangu ya mpira nilitoka hapa nikaenda mjini, nilionekana katika Samia Cup ambayo ipo nyuma Muungano. Samia Cup ni mashindano ambayo katika kata hizi hapa zote ni mashindano ambayo yalikuwa ni makubwa sana. Na kipindi kile nilikuwa mdogo sana, ila nilikuwa ninaaminiwa.
So nikatoka hapa nikaenda kutafuta maisha mpira. Haikuwa rahisi sana kwa sababu nilikuwa ni mgeni, niko peke yangu kule. Nilikuwa sina wazazi, ila kwamba nilikuwa nina nia. Nikapata timu Kawe kule, nikawa nafanya mazoezi, ila nauli kwa nishinda sometime. Nakaa nyumbani, sisi chakula cha mchana. Maisha hivyo hivyo kanaenda. Yale nilikuwa napambana sababu nilikuwa naamini kwa siku nitafanikiwa. Kwa hiyo kwa wenzangu ambao mpo hapa, mimi naomba kwa Mwenyezi Mungu, kama kwa mtu una nia, ukifocus kila kitu kinawezekana. Siku yangu ya kwanza napanda ndege kwenda Misri. Sikutegemea kabisa kama hivyo siku nitakuja kupanda ndege. Ila namshukuru sana Mwenyezi Mungu sababu nilikuwa naona mafanikio yangu, nilikuwa napambana, sijali, nilikuwa napitia mambo mengine magumu, lakini ndo hali ya mpira jinsi ilivyo, sababu wacheza mpira wengi ni maskini. Kwa mashindano haya ambayo yanataka kutokea hivi sasa ya Samia Cup, mimi naomba vijana wenzangu mjitokeze kwa wingi. Mpira ni fursa, mpira ni ajira. Sasa hivi mpira uko na hela sana. Kwa Mwenyezi Mungu hata jalla, labda kwa muhtasari kwamba mpira wa Aisha Chole upo ndani ya damu. Maana mimi mwenyewe pia ni mchezaji. Nilikuwa mchezaji